Mjadala pia ambao sasa hivi pia unagonga sana vichwa ni kuhusu marefa waliotoka katika nchi ya Misri. Yaani ni maswali ambayo yamekuwa kiulizwa na baadhi ya wanachama wa klabu ya Simba na Yanga, na hata katika vikao pia vya bodi ya ligi na hata TFF kuweza kukaribisha msimu unaokuja wa 2025-2026. Ni kwamba hii tabia ama mwendelezo wa kuleta marefa kutokea nje ya nchi, je, utaendelea kama kawaida ama inakuwaje? Na katika mjadala pia mwingine ni kwamba jambo liliweza kujitokeza kwenye dabi ya Kariakoo, ni kweli lilikuwa ni jambo zuri kuweza kuleta marefa kutokea nje ya nchi, lakini hizi timu ndogo pia zimeweza kuingia kwenye malalamiko na kuweza kuhoji bodi ya ligi kwamba je, kwa mfano hii klabu labda tuseme ya Kagera Sugar ama Mtibwa na klabu zingine ambazo ni klabu ambazo tunaziita kwamba ni underdog team, kwamba zenyewe hazina ruhusa ya kuletewa marefa kutokea nje ya nchi. Mfano anacheza JKT na klabu ya Simba, na JKT yeye akasema kabisa kwamba hana imani na refa anayechezesha mechi, kwamba je, hapo inakuwaje ama pia utaratibu umekaaje? Na ni swala ambalo tukiliangalia kwa mbele zaidi ni jambo ambalo pia lina make sense, kwa sababu itakuwa ni kama upendeleo. Simba na Yanga wao wanaletewa refa ambaye wanamtaka, alafu kwa hizi timu ndogo endapo wakasema kwamba hawaridhishwi na refa anayechezesha mchezo, mfano refa Ramadhani Kayoko labda pengine hawajamridhia katika mechi ambayo labda wanaweza kukutana na klabu ya Simba, hapo imekaaje kuhusu kuleta marefa kutokea nje ya nchi? Na hapo ndo naambiwa kikao kimekuwa ni kizito, na wanafikiria zaidi msimu unaokuja kwamba walete kanuni gani ama kutakuwa na kanuni gani ambayo itakuwa inatumika ili mradi pia hizi klabu ndogo na zenyewe pia ziweze kulizika, ili mradi kama kuna uwezekano basi ijulikane marefa ambao pia watakuwa katika mzunguko wa lazima pia marefa kutokea nje kuchezesha ligi yetu Tanzania. Ni swala ambalo pia huenda likawa ni zuri, na tunatamani ifikie hatua kwamba labda hata marefa kutokea nje ya nchi pia kama kuna uwezekano pia kuchezesha hata ligi nzima na ikaisha, ili mradi kwa yale makosa ya kijinga ambayo yamekuwa yakifanyika. Kwa sababu kwa mfano hai Simba na Yanga ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa ina kasi kiasi chake, lakini makosa ambayo yalikuwa yakifanyika, unaona kabisa kwamba ingekuwa ni comparison wa hapa Tanzania na hata kwa refa Tanzania, basi kungekuwa na matokeo ambayo kila moja angeweza kushangaa. Ila cha ajabu ni kwamba mfano kila offside ambayo ilikuwa inawekwa na kibendera Raisman ilikuwa ni clear offside, na ndio jambo ambalo limekuwa ni la kushangaza. Na unaona kabisa kwamba wenzetu wameweza kuexpand na wameweza kuwa kwenye hatua ambayo unaona kabisa kwamba wako makini na kazi yao. Yani hakuna Raisman ambaye kiwalisia kwa Tanzania hapa alisha kuchezesha dabi ya Kariakoo, na kwenye kila offside ambayo alikuwa akiweka ilikuwa ni clear offside. Yani lazima kuna moja, mbili ama tatu zilikuwa ni wrong offside, lakini kwa mechi ambayo iliweza kuchezeshwa na marefa kutokea Misri na hata pia kwa wale Raisman na hata fourth official, yani uliona kabisa kwamba kuna clear offside, hakukuwa na kosa lote kwenye upande wa offside. Lakini ingekuwa kwa mbongo, hapo nafikiri majibu ungekuwa nayo. Yani kungekuwa na offside ambazo mtu unajiuliza mara mbili kwamba je, hii kweli ni offside? Kwa ni maswala ambayo sasa hivi yamekuwa kijadiliwa, na hii pia ni funzo kwa maraismen wa Bongo na hata kwa marefa wa Bongo wakina Ramadhani Kayoko, Ahmed Rajiga, wakina Eli Sasi, lakini pia na wakina Junesi Alukia ambao pia ni marefa ambao tunawategemea kuweza kuchezesha pia dabi tofauti na hata pia ligi yetu Tanzania, kwamba ifike wakati pia tuweze kujivunia marefa tulionao. Na kitendo ambacho kimeweza kufanyika ni kitendo cha aibu sana, yani mpaka wao wanaona kabisa kwamba marefa Tanzania kumbe hawaaminiki, licha kwamba pia hata katika ligi zao imesha kujitokeza kwamba kwenye dabi ya Al Ahly pia na Zamalek ilifikia wakati kwamba wao hawataki refa anayetokea
pale Misri, bali walikuwa wanataka refa ambaye anatokea nje ya nchi. Kwa kuna asilimia fulani hivi kwa baadhi ya changamoto kama hizo kuweza kujitokeza, lakini kwa Tanzania kuna muda ambao unaona kabisa imekuwa ni too much sana. Ifike muda pia na sisi tuweze kujivunia kwamba labda Misri wanamtaka refa kutokea Tanzania. Yani hii inaweza kuwa ni the best sana na kuongeza credit kwa marefarees wetu na hata maraismen. Lakini cha ajabu hatujawahi kusikia kwamba labda dabi ya South Africa ama dabi ya Misri imeweza kuchezeshwa na referee anatokea Tanzania. Ni jambo ambalo pia halijawahi kujitokeza na sidhani kama inaweza kuwa rahisi kuweza kujitokeza. Zaidi sisi ndo tunawashobokea wao katika mechi zetu za msingi, na kama iliweza kujitokeza ni dabi ambayo nafikiri kila moja aliweza kuona kabisa kwamba ilikuwa ni moja ya mechi ambayo imechezeshwa vizuri na kila moja aliweza kuenjoy kuweza kuangalia mtanangi wa tarehe 25 mwezi wa 6, ambao nafikiri kila moja aliweza kuona kabisa marefali walioitwa kweli walikuja kuchezesha dabi na hawakuwa na pressure ya aina yoyote. Hata kama ilikuwa ni mara ya kwanza kuchezesha dabi hiyo, lakini kwao walichukulia ni normal play kwa sababu tayari wameshachezesha mechi ambazo zilikuwa na pressure na waliweza kuhandle mikiki. Kwa hiyo nafikiri kwa marefali wa Tanzania wanacho cha kujifunza na wana haki pia ya kuweza kujifunza kwa haya yanayoendelea katika ligi yetu ya Tanzania. Cha msingi zaidi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.